kujua kijiji. Kwa Jumapili hii tutapokea habari za uwezo wa Mungu na ambayo tunatumia kwenye maisha yetu. Na tunaongea mambo kadhaa kufikia leo asubuhi, lakini jambo kubwa tukiangazia mambo ya Nyakati wa Kwanza ile sura ya 16 mstari wa 11 ambao unasema mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Na nikwambia mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo la muhimu tunaliona kwenye huu mstari, tunasema kwamba huwezi kumtenganisha Mungu na nguvu zake. Kama unataka kuona maisha ya ushindi, hauwezi kumtenganisha Bwana na nguvu zake. Lakini pia unaona kutokana na huu mstari ya kwamba kumbe unaweza ukawa na Mungu, unaweza ukawa naye Bwana, lakini usione udhihirisho wa nguvu zake. So vinginevyo asingetuambia mtakeni Bwana na nguvu zake. Maana nyingine ni kwamba unaweza ukae naye Bwana, unaweza ukawa na Mungu, lakini usione udhihirisho wa nguvu zake. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kumpokea Kristo, baada ya Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na uhakika yuko ndani yako, utafute kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na nikwambia kwa lugha ya taswira kubwa ambayo unaiangalia kwenye Biblia, unaiona mambo mawili makubwa tena, ya kwamba neno ambalo limetumika kuzungumzia nguvu au uweza au mamlaka ni maneno matatu yametumika tofauti. Nguvu, uweza au mamlaka. Nikakwambia ukisoma neno hili kwa mtazamo wa Agano Jipya kuanzia Injili ya Mathayo mpaka Ufunuo wa Yohana, utagundua limejirudia au haya maneno matatu, nguvu, uweza, mamlaka, yamejirudia takriban mara 248. Hii ni namba kubwa, sio ya kudharau. Kama neno kwa namna moja limetumika kwa kubadilishana, limerudiwa mara 248 na zaidi, uwe na uhakika ya kwamba hilo ni neno muhimu, ni neno ambalo sio la kupuuza, lina uzito. Lakini nikwambia, nikapiga hatua kidogo kujaribu kuangalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume kina sura 28. Sura 28 za kitabu cha Matendo ya Mitume. Ujaribu kuisoma kila sura ya kitabu cha Matendo ya Mitume ukiondoa uweza wa Mungu au nguvu za Roho Mtakatifu au mamlaka ambayo waamini tumepewa. Uanze kusoma sura ya kwanza hadi sura 28, sura moja, unajaribu kuangalia, je, nikitoa nguvu za Mungu kwenye hii sura au uweza wa Mungu au nguvu za Roho Mtakatifu au mamlaka ya wanaomwamini Kristo walionayo kwenye mwili wa Kristo na taifa, nini kitabaki kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume? Utagundua ni kama vile hutakuwa na kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa sababu kila sura ya kitabu cha Matendo ya Mitume, mimi nimeziandika zote 28, na angalia kila sura ya kitabu cha Matendo ya Mitume lazima unaona udhihirisho wa uwezo wa Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu zikifanya kazi au mamlaka ya waamini yakifanya kazi. Na pale haya mamlaka, huu uwezo, huu nguvu inavyofanya kazi, ndipo unaona jambo linatokea ambalo linaifanya hiyo sura iwe na maana. Kwa maana nyingine, ukitoa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu, huo uwezo wa Mungu, hiyo mamlaka ambayo kama waamini walikuwa nayo mitume, ukaiondoa, kitabu cha Matendo ya Mitume kitabaki ni kitabu kinachomtukuza Ibilisi. Utaona hata hapa tumesoma kwa wale wenye nguvu karibu 9, nafikiri 7, wote tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Angalia, unaona udhihirisho wa nguvu. Kuanzia sura ya kwanza, wanaahidiwa wanafunzi ya kwamba watabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sura ya kwanza mstari wa 4 wa 5, wanakaa pamoja mstari wa 14 wa 120 walofani wakiomba, kimwabudu Bwana kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unaona Roho Mtakatifu anahusika kuwakusanya pamoja kama ilivyo ahadi. Ukienda sura ya pili, unaona Roho Mtakatifu anawajilia, wanapokea lugha nyingine kama ndimi za moto. Petro anapiga injili. Sura ya 3 anaokoka watu kibao zaidi ya 3,000. Sura ya 4 unaona mambo yakiendelea, viwete wanatembea, kanisa linaongezeka, watu wanaokoka. Sura ya 5 unaona akina Anania na Safira wanamdanganya Roho Mtakatifu. Paulo anamwambia mjamdanganya mwanadamu, wanakufa, wanazikwa. Unaenda sura ya kila sura unaona kuna udhihirisho wa nguvu, mpaka sura ya 28. Maana yake ukizitoa unabaki, kwa mfano sura ya 8 unabaki na Simoni mchawi
ambaye watu walikuwa wamemuita huu ni uweza mkuu wa Mungu. Wanamwamini kama Mungu mchawi. Nini kilibadilisha mtazamo wa watu? Nguvu za Mungu, ishara na miujiza ilivyotokea, mitume wakihubiri, watu wakaona uweza mwingine tofauti na waliouzoea. Sasa wanampokea Kristo na maisha yanabadilika. Kwa hiyo nataka uone kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya picha ya kanisa linavyotakiwa kuwa. Kama kanisa halina nguvu za Mungu, halina uwezo wa Mungu, halina udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu, waamini hatutumii mamlaka ambayo tumepewa katika kuidhihirisha kazi ya Mungu, ni kama tutakuwa ni tupu, hatuna maana. Kwa hiyo muhimu sana mwaka huu nikakusisitiza hata asubuhi ya leo kwamba tafuta udhihirisho wa nguvu za Mungu, ambao nilikwambia ukisoma Biblia kwa mtazamo huo wa Agano Jipya unagundua sisi walimu tunasema una maneno kama 6 ya Kigiriki ambayo yanatafsiriwa kuwa nguvu au mamlaka ama uwezo, na hayo yanatupa aina 6 za nguvu au uwezo au mamlaka ambayo nimekutajia. Hatuna muda wa kurudia yote, lakini utajua tulizungumza aina kadhaa za nguvu 6. Tulianza na dunamis, hilo neno tukisema hilo neno linamaanisha uweza. Kiswahili ni nguvu itendao miujiza. Unaipata kwa kufunga, kusoma neno, kuomba, mambo ya kiroho. Tukazungumzia exousia au authority au kwa Kiswahili mamlaka. Mamlaka tukasema ni uwezo unaopewa ambao sio wako wako, unakuwa delegated, unaachiwa, unakaimishwa. Kwa hiyo Luka 10:19 nimewapa amri, nimewapa uweza wa kukanyaga nyoka na nge na vitu vyote, kazi zote za ibilisi, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Ni delegated, uwezo ambao umepewa kwa kukaimishwa. Tukaongelea anakazo ambao tukasema ni power that compels, uwezo ambao unakushurutisha kufanya kazi za Mungu, uwezo unakushurutisha kufanya mambo ya kimungu na kujikuta ya kwamba kuna mema yanayokujilia, si kwa sababu ya uwezo wako ya akili, kwa sababu ya utashi, lakini kuna nguvu inakusukuma. Hizo tuliangalia Jumapili ile nyingine iliyopita. Leo asubuhi tumeangalia zile 3. Iskus ambao tulikuwa tunaiangalia asubuhi, tumeitafsiri Kiswahili chepesi stamina, uwezo wa kufanya jambo, hasa kushinda vita kwa sababu ya nguvu ambayo unayo, iendelee kuwa endelevu hata Yesu ajapo. Tumeona mifano kadhaa. Waefeso 6:10 inatuambia tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ile kuwa hodari ni jambo unatakiwa kuwa nalo consistently, kwa muendelezo. Nikupa mfano wa Yoshua na Caleb. Caleb anasema na miaka 85 sasa, kwa miaka 45 nguvu zangu hazijapungua. Na akaenda akawapiga wale wa Anaki, akachukua ule mji wa vilima vya Efraim, ikawa ni umiliki yake. Anasema nguvu zangu hazijapungua, na nguvu zile zile kama nilivyokuwa na miaka 40 japokuwa na miaka 85. Hiyo ni iskus, uweza wa ndani ambao unakusaidia kuhimili vita za nje na consistently muda unaendelea mpaka Kristo Yesu atakaporudi. Zaburi ya 118 tulisoma, inasema ulinisukuma sana lakini sikuanguka, usitaanguka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amenisaidia. Mithali 24:16, mwenye haki ataanguka mara 7 lakini zote atasimama. Kwa hiyo unaona ni nguvu ambayo inakuja inakujenga with time. Unakosea unainuka, unakosea unainuka, with consistency, kwa uthabiti wa rudia mambo, unaitengeneza hii nguvu na inakuwa ni tabia ya kushindi, kwa sababu kuna nguvu ambayo inakupush, inakusukuma kufanya. Lakini tukaongea kratos. Kratos kama aina ya 5, na tukasema hii Kiswahili chepesi tungesema ni ushujaa. Ushujaa, na nikakwambia hii ni nguvu ambayo inajengwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kujitoa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kratos au ushujaa ni mamlaka juu ya falme, dominion over kingdoms, au power for dominion au power for majesty. Unakuwa na mamlaka ya kifalme juu ya eneo. Hii ni muhimu sana kwa sababu inakupa kutawala anga la eneo, na unakuwa na nguvu dhidi ya mwenye nguvu wa eneo kifalme au kimamlaka. Na mwisho tuliongea energia. Energia ambayo Kiswahili kisicho rasmi nilitafsiri kumaanisha bidii au nishati au mafuta. Energia ni neno la Kigiriki, Kiingereza rahisi vitality au operational power. Inakupa bidii, inakupa nishati, inakupa
moto, tungeweza pia kusema inakupa moto wa ndani, bidii ya ndani ya kutenda jambo. Hauwezi kuacha kutenda jambo. Kwa nini? Kwa sababu kuna msukumo wa ndani unakusukuma kutenda jambo. Na hii tulisema inajengwa kwa kushirikiana, kwa kukusanyika pamoja na washirika wengine, pamoja na waamini wengine. Nguvu ya kukutana. Waebrania 10:25, wala tusiache kukutanika pamoja. Tusiache kukutanika pamoja. Kwa hiyo kumbe kuna nguvu inaachiliwa kwa sababu unakutana na wapendwa wenzako. Na ile mstari unasema tusiache kukutanika pamoja kama wengine wanavyofanya. Ile wengine haimaanishi lazima wawe Wakristo. Kwa hiyo ni muhimu. Nilikwambia asubuhi kuna watu wanakutana vijiweni, kuna watu wanakutana vijiwe vya kahawa, wanakutanika, inawapa nguvu ya kuendeleza kile wanachokifanya. Sisi pia tunahitaji kukutanika. Hauwezi kuwa umeokoka sana kiasi cha kwamba huhitaji kukusanyika. Ukishaona umeokoka sana kiasi ya kwamba uhitaji Jumapili kuja kanisani, uhitaji kwenda fellowship, uhitaji kujumuika na wenzako, unajua umeanza kupotea. Kuna joto unalipata, kuna moto wa ndani unaopata ile kwa kukutanika na wengine. Inaamsha nguvu yako ya ndani ya kusonga mbele kwenye safari hii ambayo Mungu ametupa na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kwa hiyo usiache kukutanika. Fanya kuwa hiari mwaka huu ya kwamba utakutanika, utakuwepo kwenye mikesha, utakuwepo fellowship, utakuwepo kwenye ibada, kwa sababu unahitaji hiyo nguvu. Watu kama kina Yeremia watumishi, afika sehemu anasema nimejizuia nisile neno la Bwana, lakini ni kama moto unawaka kwenye mifupa yangu. Hiyo ni energy ya moto unawaka. Hawezi kukaa kimya. Mahali pengine anasema neno la Bwana limenishurutisha ndani yangu, najaribu kulizuia lakini siwezi mpaka niongee. Energy ya nguvu ambayo inatengenezwa ya kukusaidia kusonga mbele. Kwa hayo ni mambo nitaka nikupe hii picha kubwa kabla tujaongea nini nataka kuongea jioni ya leo, ili kwa wale ambao hawakuwepo nisiwe nimekuacha sana. Jioni hii nataka nikupitishe kwenye mambo 7 ya msingi. Mambo 7 ya msingi unayohitaji ili kutenda kazi au ili nguvu za Mungu zitende kazi kwenye maisha yako. Mambo 7 ambayo unahitaji ili kuenda katika hizo nguvu. Walking in power. Kuenenda katika hizo nguvu ambazo tumejifunza. Ninaona tunahitaji mambo 7 kutuongoza. Yanaweza kawa zaidi, yanaweza kawa machache, lakini ninaona kama mambo 7 ya muhimu ili kukusaidia kuenenda au kutembea katika hizi nguvu ambazo tumeziongea. Jambo la kwanza ambalo unalihitaji ili kutembea katika hii nguvu, unamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio jambo, ndio maana nimesema unamhitaji. Ni jambo la kwanza kwa kujifunza, lakini unamhitaji Roho Mtakatifu. Mhitaji Roho Mtakatifu. Matendo ile sura ya 1 mstari wa 8, unajua ndivyo inavyosema. Tumeusoma mara nyingi na nafikiri unaujua kwa moyo, ya kwamba mtapokea nguvu atakapoajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Na Luka sura 24 mstari wa 49, Mungu alisema mamlaka yote nimepewa, na nyinyi msiondoke mjini mpaka mtakapovuviwa, mtakapopewa hiyo nguvu. Kwa hiyo kumbe hauwezi kuoperate kwenye nguvu kama Roho Mtakatifu hayupo na hauna ushirika naye. Utaona hiyo Luka 24:49, labda tusome kwa sababu ya faida ya wachache. Luka 24 mstari wa 49, Biblia inasema namna hii. Luka 24 mstari ule wa 49, Biblia inasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaheni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Ni Yesu anawaambia hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu, kwa sababu ni ahadi ya Baba. Ndio ukienda Matendo 1:5 kwanza anasema mtabatizwa kwa Roho. 1:8 anasema pia mtapokea nguvu huo uwezo ukija. Kwenye Matendo 1 sura ya 1 mstari wa 5, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo hauwezi ukadharau au ukamweka Roho Mtakatifu nje ya nguvu. Kimsingi
katika utatu, nguvu ya utendaji ni Roho Mtakatifu. Tulishawahi kuongea hapa, nafikiri somo la Roho Mtakatifu, nikukumbushe mambo machache. Jambo la kwanza tulisema mwenye mpango mkakati katika wokovu ni Mungu Baba. Huyu ndio ana njia kuu, ana mpango mkubwa wa nini kinatakiwa kutokea. Mtekelezaji au mtendaji wa huo mpango mkakati ni Mungu Mwana au aliyefanyika mwili ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ni administrator, ni mtendaji katika utatu. Roho Mtakatifu ni powerhouse, ni nguvu ya huo utendaji. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 12, ukisoma mstari wa kwanza hadi wa 7, nafikiri pale wa 6 wa 7. Unaona hiyo administration. Biblia inasema namna hii. Ukisoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 inatuonyesha huo mgawanyo wa kiutendaji. Na mstari ule wa 4 tunaweza tukaanza ili tusichukue muda mrefu. Mstari wa 4 anasema basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Maana yake karama ni kazi ya Roho Mtakatifu, na hizi ambazo zinaongelewa hapa. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Alafu anasema kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Ukiona haya matatu, ukisoma hii mistari wa 4, wa 5 na wa 6 kwa kurudi nyuma, mstari wa 6 unaona kutuambia pana tofauti ya utendaji kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kwa hiyo unaona Mungu ana mpango mkakati wa kiutendaji, ana mpango mkakati. Mstari wa 5 unasema pana tofauti ya huduma, lakini anayezitenda hizi huduma zote ni nani? Kwa sababu Biblia inasema pana tofauti ya huduma, na huyu anayezifanya hizi huduma zote ni Bwana yeye yule. Bwana maana yake ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mhudumu, ni mtekelezaji wa ajenda za kiutendaji au mpango mkakati wa utatu. Alafu unasema pana tofauti ya karama. Karama ni kwa ajili ya nguvu, uwezesho, na Roho Mtakatifu ni in charge. Kwa hiyo unaona huo mgawanyo. Na kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nguvu ya huo utatu. Utakumbuka tumeshawahi kujifunza pia, na nikukumbushe kama umesahau, ya kwamba kuna viwango vitatu vya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Kuna viwango vitatu na unatakiwa kuvitafuta vyote. Unatakiwa kuvitafuta. Viko viwango vitatu. Hiyo Matendo 1 mstari wa 5 nimekusomea, unaona kiwango cha chini cha utendaji au cha kuanzia kinaitwa ubatizo. Kwa sababu anasema Yohana alibatizwa kwa maji, ninyi mtabatizwa kwa Roho. Kwa hiyo kiwango cha chini au cha kwanza cha msingi cha utendaji kazi wa nguvu za Mungu kupitia Roho Mtakatifu, unajua kinaitwa ubatizo. Kiwango cha pili ambacho unatakiwa kukitafuta kinaitwa ujazo endelevu. Ujazo endelevu. Waefeso sura ile ya 5, msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafananishwa na ulevi. Na ulevi unajua ni addiction. Na addiction, mlevi ambaye yuko addicted na ulevi atataka kunywa kila siku. Ndivyo Roho Mtakatifu anavyofananishwa. Kwa hiyo anaposema msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho, anatuambia ya kwamba unahitaji kuwa na ujazo endelevu wa Roho Mtakatifu. Kila siku uwe na hiyo kiu ya kujazwa, ya kuwa na mahusiano mapya na Roho Mtakatifu. Kiwango cha tatu ambacho unakiona ni upako, anointing. Isaya sura ya 10, hiyo upako ukija, Biblia inasema kwa kutiwa mafuta nira zitavunjwa. Ni upako, kiwango cha juu cha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unahitaji vyote vitatu. Unahitaji ubatizo, kisha batizwa katika Roho Mtakatifu ambao Biblia inatuonyesha iko wazi. Wengi watu waliobatizwa kwa maji hawakubatizwa kwa Roho. Matendo sura ya 19, Paulo akalazimika kuwabatiza tena kwa maji na kwa Roho. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Tuliongea wiki 2 zilizopita nafikiri habari za ubatizo, nikamwambia kuna aina 3 za ubatizo. Ubatizo wa maji ambao tunaweza tukawaita ubatizo wa Yohana Mbatizaji kama aina moja, alafu na ubatizo wa Agano Jipya au ubatizo wa Yesu. Na ubatizo wa Yesu tukauona uko kwenye aina 3. Moja ni wa maji kama wa Yohana Mbatizaji, 2 ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lazima upate ubatizo wa Roho Mtakatifu au wa nguvu, unahitaji huo ubatizo. Na aina ya 3 tulisema ni ubatizo wa moto, ubatizo wa moto au ubatizo wa udhia. Unahitaji huo kama unahitaji kukua katika huu ufalme. Lakini all in all, nachokizungumza ni kwamba ili utende kazi katika nguvu,
unahitaji kuwa na uhusiano na ngazi hizi za utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, uzitafute kuona zikitimilika. Hili ni muhimu kiasi ambacho sura ya 10 ya Matendo ya Mitume mstari wa 38 unaona jambo la muhimu sana ambacho tulikuwa tunasemeshwa. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Jambo la muhimu kiasi kwamba Yesu mwenyewe, Biblia inatuambia Yesu mwenyewe kabla ya huduma yake duniani alilazimika kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, kubatizwa. Kama Yesu mwenyewe alilazimika kubatizwa kwanza na Roho Mtakatifu kabla ya udhihirisho wa nguvu za Mungu kwake, sisi pia tunahitaji hivyo. Matendo sura ya 10 mstari wa 38, angalia kitu ambacho Petro anashuhudia. Petro anashuhudia, anasema habari za Yesu wa Nazareti. Anaongea, hii ni mwendelezo wa hotuba ya Petro, lakini mimi nataka tu nianzie mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, ambazo anasema jinsi Mungu, angalia, Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta upako, alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo kumbe hata Yesu mwenyewe asingeweza kufanya huduma yake pasipo kwanza kuwa na mahusiano na Roho Mtakatifu. Anasema Yesu wa Nazareti ambaye Mungu alimtia mafuta katika Roho Mtakatifu na nguvu akizunguka. Kwa hiyo unaona alivyokuja kubatizwa, Roho alimshukia kama ua. Ubatizo ilikuwa hatua ya ubatizo katika Roho Mtakatifu. Baada ya hapo unamuona akifunga siku 40 jangwani, na hizo zinampa ujazo endelevu, kiwango ambacho kinampelekea kwenye kiwango kikubwa cha upako. Na unaona kila mara akijitenga, akienda mahali ambapo hapana watu, anaomba masaa 8, masaa 9, masaa 12. Biblia ikituonyesha alikuwa anaomba. Anatafuta nini? Ujazo endelevu, uhusiano binafsi na Roho Mtakatifu kila siku. Na hicho ndicho alichokifanya akafanikiwa duniani. Wewe pia unahitaji uhusiano na Roho Mtakatifu, na Mungu atujalie hiyo neema katika jina la Yesu. Jambo la pili unalohitaji ili kutenda katika nguvu, unahitaji neno. Kama ambavyo tumeongea kwenye hizi siku 21 na muda wote tukisisitiza, neno ni msingi wa kila kitu. Waefeso sura ya 6:17 inatuambia ni upanga wa Roho. Unahitaji neno kwa sababu ni upanga, ni uweza wa Mungu kwenye mkono wako wa kutenda yale ambayo watu wakiyaona watasema Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Zaburi ya 107 mstari wa 20, Biblia inatuambia pia uwezo wa neno. Najua unaijua, lakini wacha tusome pale. 107 mstari wa 20, Zaburi, ulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Kwa hiyo neno unahitaji kuwa nalo, kwa sababu kwa neno miujiza inaweza kutendeka. Anasema huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Kwa nini? Kwa sababu neno limetumwa. Kwa hiyo unahitaji neno. Na angalia, ili neno lililotumwa ni lile neno lililotamkwa. Kwa sababu nilikwambia kuna aina mbili za neno, lililoandikwa na lililotamkwa. Kwa hiyo kuna neno limeandikwa, lakini neno lililoandikwa halikusaidii sana. Ndio maana unaposoma Biblia, soma kama historia ni sawa, lakini tafuta sana kiwango cha pili, ya kwamba kila neno unalolisoma Mungu akusemeshe, neno likusemeshe. Neno likianza kusemesha, Biblia yako inakuwa ni halisi na inakuwa ina raha ya kuisoma kuliko kuisoma kama historia. Kwa hiyo hakikisha unatafuta neno. Angalia 103 Zaburi mstari wa 20. Zaburi ya 103 mstari wa 20 pia inasema mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo malaika wanatenda neno la Mungu wakisikiliza sauti ya neno. Maana yake lazima wewe neno liweko ndani yako na uliongee. Unavyoliongea neno, malaika wanachukua hiyo sauti ya neno ambalo umeliongea, na hilo wanalitumia kutekeleza kile ambacho mbingu zimeamuru kutekelezwa kwa ajili yako. Hakikisha unasoma neno mwaka huu vya kutosha. Haitoshi kuongea habari za Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, nguvu ya neno. Naona jinsi neno lilivyo na nguvu. Lina uweza hata wa kugawanya mifupa na mafuta na kuchunguza mawazo. Kwa hiyo kimsingi neno ni kioo.
cha roho yako au cha nafsi yako. Kwa sababu Biblia inasema kwenye ule mstari, neno lina uwezo wa kuchunguza mawazo likajua unawaza nini. Ukitaka kujua mawazo yako yakoje, mazuri au mabaya, yapime na neno. Sasa neno ni kioo. Kwa hiyo unataka kuenenda katika nguvu, unahitaji utakatifu na kudumu katika utakatifu, neno likusaidie kupima mawazo yako. Kwa hiyo unahitaji neno kama unahitaji kutembea katika nguvu, na kila neno linalokuja kwako Biblia inatuambia liwe na nguvu ya kukuzalia lile ambalo mbingu zimelituma kuzalia. Yeremia 23:29 inaongea neno ni moto, inaongea neno ni nyundo. Yeremia 23:29 neno ni moto, neno ni nyundo. Kwa hiyo neno lina nguvu ya kufanya zile aina 6 ya nguvu ambazo tumeongea, zinategemea kwenye neno. Linaweza kufanya miujiza, linaweza likakupa uamsho wa ndani wa kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, linaweza likakupa neno la maarifa. Neno unalihitaji. 3, unahitaji imani. Biblia iko wazi, Waebrania 11:6, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo unahitaji imani, kwa sababu ni kwa imani pekee unaweza kumpendeza Mungu. Na kama hauwezi kumpendeza Mungu, Mungu hawezi kufanya kazi na wewe. Hawezekani, kwa sababu Warumi ndivyo anavyotuambia pia ile sura ya 8 ya kwamba Mungu hutenda kazi na wao mpendao. Kwa hiyo lazima umpendeze Mungu, na anatenda kazi na wampendao katika kuwapatia mema. Mstari wa 28-29 Warumi sura ya 8, katika kuwapatia mema. Kwa hiyo lazima utende mema, na hauwezi kutenda mema kama hauwezi kushirikiana na Mungu kama hautendi mema. Na kama hautendi mema, Biblia inasema imani yako ni bure. Kwa sababu pasipo hiyo imani ni ngumu, pasipokuwa na taraja na uhakika ya kwamba kuna kulipwa baada ya hicho ulichokitenda, wakati mwingumu ni ngumu kutenda mema. Kwa hakikisha unakuza imani yako. Na Warumi sura ya 1 mstari wa 17 inatuambia imani inakuwa, kwa sababu ni kutoka imani hata imani. Hakikisha unakuza imani yako. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13 anatuambia imani si tu jambo physical la kimwili au linaloongelewa tu kama neno. Anatuambia kuna roho ya imani. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 13, kuna roho ya imani. Kwa hiyo muombe Mungu ahuishe roho ya imani ndani yako. Imani kumbe nayo ina roho, ndio maana inakuwa. Kwa hiyo hakikisha umepata roho ya imani. Itakupa ujasiri, itakupa kuona unakotakiwa kwenda, itakupa taraja, itakupa nguvu. Kama wale mashahidi ambao tunatarajiwa ile sura ya 11 ya Waebrania, unahitaji roho ya imani. Kwa hiyo muombe sana Mungu tunavyoomba jioni hii na kwenye maisha yako ya mwaka huu. Unataka kuoperate, unataka kufanya kazi katika nguvu, cheki imani yako, kuza imani yako. Biblia inasema ukiomba ukiamini wala usiwe na shaka imetokea. Kwa hiyo ondoa pia mashaka. Imani haihitaji mashaka. Unatakiwa usiwe na mashaka. Ukiona shaka umeua imani. Kwa hiyo kuza imani yako. Amini ya kwamba kile unachokiomba Mungu anakitenda na anakijibu. Endelea kuongeza nguvu ukitumai katika udhihirisho wa jambo ambalo una uhakika limekwisha kutendeka. Na hilo ni jambo la msingi sana. Jambo la 4, hakikisha uwe na kiu ya kutaka kufanya kazi katika nguvu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 6, heri waliona kiu. Ni heri kuwa na kiu, kwa sababu kila mwenye kiu utashibishwa, itakatwa hiyo kiu. Kama hauna kiu, hakuna kitu Mungu atakupa, hamna ujazo Mungu atakupa. Unajua hata Roho Mtakatifu mwenyewe, moja ya mambo ya msingi ili upokee ubatizo na ujazo endelevu na upako ni kiu. Lazima uwe na kiu. Kwa hiyo check ndani yako, kiu yako ikoje katika kutumika. Sasa hii ni kiu ya kudhihirisha nguvu ya Mungu. Uwe na kiu ya kuona miujiza ikitendeka. Uwe na kiu ya kuona ishara zikitendeka. Uwe na kiu ya kuona watu wakifunguliwa kwenye vifungo vyao. Uwe na kiu ya kuona biashara zikifanyika pasipo nguvu za giza, ofisi zikiendeshwa pasipo nguvu za giza.
kiu ya kudhihirisha nguvu za Bwana. Hiyo inakusaidia kuona utayari wa moyo wako, lakini pia kujifunza namna gani utaachilia hiyo nguvu. Ni jambo la muhimu sana. Inawezekana kuna kukosea, inawezekana kuna kama ukatishwa tamaa, lakini nakwambia kiu ikiwepo, baada ya muda utaona mambo yakitokea. Yasipotokea leo, rudi kwenye imani. Amini ya kwamba kesho itatokea. Chochea hiyo kiu yako. Ndio maana tumejifunza zile aina 6 za nguvu. Chochea, uwe na endurance, uwe na uwezo iskus, uwezo wa ndani wa kuendelea kukomaa ya kwamba mpaka hii itokee. Jana nilikuwa namuona mtu mmoja ameposti kitabu cha mtumishi mmoja ambacho kinazungumzia habari, kimeandikwa, sina kumbukumbu sana na title, lakini ni kitabu kimeandikwa nafikiri namna ya kufufua wafu. Kwa hiyo anasema hiki kitabu nimekinunua miaka mingi nyuma, nikajifunza namna wafu wanavyofufuliwa. Na anasema mpaka sasa hivi, baada ya kuwa na hii kiu ya kutaka kuona watu wakifufuliwa, mpaka sasa hivi nimeshapewa ruhusa na watu 3 ambao wamefiwa na wapendwa wao, niwaombee hao wapendwa waamke. Anasema nikiona msiba, mimi natamani huyu mtu ainuke. Kwa hiyo nakwenda kuomba, naombeni nimuombee. Wengine wananifukuza, wengine wananikataza, lakini anasema mpaka saa hizi ni miaka kadhaa, nafikiri labda 5, sikumbuki vizuri, au 3, kati ya miaka 3 hadi 5, anasema toka hiyo kiu imeibuka. Anasema mpaka saa hizi nimeshapewa maiti 3. Lakini anasema nimekaa ninaomba nao, ninaomba. Habari ambayo nataka kukupa ni kwamba mpaka leo hajafufuka hata mmoja. Nimesoma kitabu, moto unawaka ndani yangu, mpaka leo hao 3 nimeombea, hakuna hata mmoja amefufuka. Lakini anasema lakini ninaamini iko siku atafufuka mtu. Umeona, hiyo ni kiu. Hiyo ni zaidi ya imani. Hiyo ni kiu. Kwa hiyo anaendelea kutafuta maeneo ambayo wanampa nafasi ya kuombea maiti, na anasema siachi mpaka siku atakaponyanyuka mtu. Unatakiwa kuwa na hiyo kiu ndani yako. Wewe kiu yako ni nini? Kadhalika kwenye udhihirisho wa nguvu za Mungu, unahitaji kuwa na kiu ya kwamba nahitaji kuona Mungu akidhihirika, nahitaji kuona nguvu za Mungu. Ikikosekana leo, usikate tamaa. Ongeza maombi, ongeza kumtafuta Mungu, chochea imani yako. Njoo Jumapili ijayo, endelea. Ndivyo hivyo tunavyofanya mpaka tuone udhihirisho wa nguvu za Mungu. Haleluya. Haleluya. Pewa nafasi ya kuhubiri, ukipewa nafasi ya kuombea, hubiri, ombea. Mtu hajanyenyuka, mapepo hayajalipuka, isikupe shida. Jiambie kuna tumaini tena wiki ijayo. Naomba nafasi nyingine. Unajipanga tena. Endelea kuchochea hiyo kiu. Kwa sababu ni kiu pekee itakupa matokeo. Kwa sababu kadri unavyochochea hiyo kiu, maana yake unatengeneza msuli wa kesho na kuona nini kitatokea. Napenda ile Zaburi ya 62, Zaburi ya 63. Nazipenda hizi Zaburi. Zinasisitiza sana habari ya kiu. Zaburi ya 62, Zaburi ya 63. Unaweza kupata muda ukasoma kwa kutulia, lakini Zaburi ya 62 mstari wa 1 inasema nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Ngome yangu, sitatikisika sana. Kiu, umgoje. Anasema namngoja Bwana kwa kimya. Hata lini mtamshambulia mtu? Mpate kumuua ninyi nyote pamoja kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Anaendelea na mambo vingine. Mstari wa 5 anasema nafsi yangu umgoje Mungu. Anajiongelesha mwenyewe. Nafsi yangu umgoje Mungu peke yake kwa kimya. Tumaini langu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Ngome yangu, sitatikisika sana. Kwa Mungu wa wokovu wangu na utukufu wangu, mwamba wa nguvu zangu na kimbilio langu ni kwa Mungu. Anaendelea mambo mengine ambayo unayoona kule mwisho. Lakini Zaburi ya 63 pale anaanza kwa mstari wa 1 kwa kusema Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Angalia hii kiu. Nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wa kuonea shauku. Sikiliza, nafsi inamuonea Mungu kiu. Mwili nao unamuonea Mungu shauku. Katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Anasema hapa nilipo ni nchi kame na uchovu, haina maji, maana yake haina burudiko wala nguvu za Roho Mtakatifu. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Unaona kiu, unaona kiu. Kusoma pia Zaburi ya 40, Zaburi ya 42, unaona kiu, shauku aliyokuwa nayo ya kutaka mambo yatokee. Sisi pia kama tunataka kutembea katika nguvu za Mungu, unahitaji kiu. Kiu ikija, ishikilie.
Shikilia hiyo kiu, endelea kuichochea kwa sababu unahitaji hiyo kama unataka kuwa na matokeo. Mithali 18 mstari wa kwanza unaweza kusoma pia. Biblia inasisitiza ya kwamba mtu anayejitenga, japo ule mstari umekaa kama negative, umekaa kama kushoto, lakini ni mzuri kwa sababu anasema anayejitenga hutafuta kusudi. Kwa hiyo jitenge kwa kutafuta kusudi. Zaburi ya 91, aketie mahali pasi pake aliye juu. Unaona unahitaji muda na kiu ya kumtafuta Bwana kama unataka kutenda katika nguvu zake. Jambo la 5 ni maombi. Jambo la 5 ni maombi. Ongeza maombi mwaka huu. Ongeza muda wako na Bwana. Ongeza muda wako na Bwana. Maombi. Na Yuda sura ya 1 mstari wa 20 inasisitiza hilo ya kwamba mtu yoyote ambaye amewekeza kwenye kuomba katika roho ana uhakika ya kwamba ataona nguvu za Bwana. Kwa hiyo hakikisha unaongeza maombi. Tulishaongea hapa kipindi fulani wakati tunajifunza maana ya kuomba kwa bidii, na ukaona nikakuonyesha mistari kadhaa kwamba hata hii tulikuwa tunaongea. Kwa mfano Luka sura ya 6, nafikiri mstari wa 12, sina hakika na mstari, lakini Luka sura ya 6 unaona wazi jinsi inavyotuambia Yesu alivyopata wanafunzi wake 12. Biblia inasema alikesha akiomba usiku kucha. Usiku kucha maana yake ni masaa 12. Kwenye maombi anataka kuchagua wanafunzi masaa 12. Hiki ni kiwango cha juu cha kuomba. Akaja kuchagua wanafunzi mchana, kesho yake nafikiri saa 6 Biblia inatuambia, masaa mengine 6. Hakikisha unaongeza maombi. Lakini nataka uone jambo jingine. Kama alimaliza kuomba kwa kesha ambao tunakadiria masaa 12 kwa lingana na taratibu zilivyo, akaja kuchagua wanafunzi mchana, maana yake kuna masaa 6 ambayo mimi nataka kuamini alikuwa na utulivu. Alikuwa na utulivu. Kwa hiyo kwenye maombi yako ya mwaka huu au programu yako ya kuomba ya mwaka huu, moja ya jambo ambalo unatakiwa kuongeza ni utulivu. Hakikisha una muda wa utulivu. Muda wa utulivu, hausomi neno, hauombi, unakaa kama Daudi tumevyosoma ile Zaburi ya 62, 63, unamgoja Bwana kwa kimya. Nini kinachotokea? Tafakari neno ambalo tayari umesoma. Angalia mistari ambayo umesoma. Tafakari uwezo wa Mungu. Acha hivyo vitu vipite kichwani. Baada ya muda tulia, na nataka nikuhakikishie Mungu ataanza kuzungumza na sisi. Ataanza kusema na sisi. Tutaanza kuona ukuu wake. Tutajenga. Huu ni kitu kigumu sana. Mimi nakwambia ni kigumu kuliko kuomba. Yaani wewe ambaye huwezi kuomba lisaa, tukikwambia uwe na utulivu wa lisaa, utulivu ni mgumu kuliko kuomba. Utakaa dakika 10 utajikuta umeanza kuomba. Utulivu ni mgumu zaidi. Wewe jaribu kukaa sehemu lisaa umetulia tu hivi, utaona hii imeyeyushwa hii. Mungu mwenyewe aongei hapa. Unaondoka. Unaondoka. Mungu kuongea mchezo. Utaona ngoja angalau niombe kwa sababu na mahitaji yangu nipeleke mbele za Bwana. Lakini to cultivate huo uwezo pamoja na kuomba, ongeza masaa ya kuomba, lakini pia ongeza masaa ya utulivu. Yuda 1:20 Biblia inasema bali ninyi wapenzi, angalia, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakikisha unaomba katika Roho Mtakatifu. Hakikisha unaongeza kuomba. Mathayo sura ya 17 mstari wa 1 na wa 2 pia inatusisitiza habari ya kuomba. Lakini najua ni somo la kipekee ambalo tumeliongea kwa muda. Ongeza maombi. Hakikisha unaongeza maombi. Namba 6, namna gani utafanya kazi katika nguvu au utaruhusu utendaji wa nguvu za Mungu zidhihirike kupitia wewe. Hakikisha unashughulika na utashi au dhamira yako. Utashi au dhamira au ufahamu wako. Ufahamu wako. Hakikisha unashughulika na utashi au dhamira au ufahamu wako. Ujue ya kwamba unaweza au unatakiwa kutenda kazi katika nguvu. Ujue ya kwamba nafasi yako katika Kristo, kama tulivyoongea kwenye zile aina 6 za nguvu, wewe ni mwana wa Mungu. Na kama ni mwana wa Mungu, wewe ndio umepewa mamlaka, umepewa hiyo nguvu ya kiutendaji. Luka 10:19 nimewapa. Kwa hiyo ujitambue. Utashi ni kujitambua. Dhamira yako ikubali. Shughulika na dhamira, jisemeshe kama Daudi. Unaona Daudi hapa alikuwa anajisemesha. Jisemeshe kama Daudi ya kwamba mimi ni mwenye nguvu, mimi ni moto uwakao, mimi ni moto ulao, mimi ni miali ya moto. Sema mpaka dhamira yako ikubali. Unajua unaweza kuwa unasema dhamira inakataa. Unasema wewe mwenyewe unaona huamini. Ni kawaida. Ukishaanza namna hiyo
hakikisha unaongeza. Sema mpaka dhamira ikubali ya kwamba wewe ni mwenye nguvu. Sema mpaka dhamira ikubali ya kwamba wewe ndio wa kuwafungua watu wa mtaani. Sema mpaka dhamira ikubali ya kwamba wewe ndio wa kuwafungua watu wa ofisini. Wewe ndio mtumishi ambaye anategemewa, hakuna mwingine. Usijione panzi kama wale wana wa Israeli. Wewe jione jitu. Jisemeshe mpaka ujione jitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikupa ule mfano wa kitabu cha Yoshua sura ya 14 ambapo Kalebu anamwambia Yoshua, unipe urithi wangu kama Musa alivyoahidi. Angalia maneno ya Yoshua kwa Kalebu. Ni kama vile in a way utafikiri anamvunja moyo. Kwa sababu anamwambia Kalebu, hiyo nchi ambayo umeahidiwa ni kweli ipo. Ile pale ni vilima sivyo vya Efraimu vipo. Lakini mzee pale kuna Waanaki, kuna majitu, kuna Wanefili, uzao wao bado upo. Akina Goliati ndio uzao huo, nilikuwa nawaambia asubuhi. Akina Gogu ndio uzao huo. Majitu, mapande ya mtu yamekaa. Kwa hiyo Yoshua anamwambia, hatujawapiga hawa watu. Ili utawale hiyo nchi lazima waondolewe. Lazima watupigane nao vita. Sijajua, inawezekana kwa kuogopa walizunguka wakawa wamewaacha wanaogopa. Kwa hiyo ni kama anamwambia Kalebu, ni kweli ni urithi wako, lakini una kazi ya kufanya. Kama unaiweza kapigane uchukue nchi. Angalia Kalebu, majibu ya Kalebu nayo ni kama anamsemesha Yoshua kwamba usinikatishe tamaa. Ndio maana anamwambia, mimi mtumishi wako toka Musa alivyoniahidi huko jangwani miaka 40, sasa miaka 45. Maana yake ni miaka 5 baada ya kuingia Kanaani. Fikiri, kwa sababu walikaa miaka 40 jangwani, ahadi ya Mungu ikatimia, wakavushwa wakaingia Kanaani. Adhabu ilikuwa miaka 40. Wakati adhabu inatolewa, Kalebu ana miaka 40. Sasa anasema nina miaka 85, ni miaka 45 baadaye. Maana yake pia ni miaka 5 wameshaingia nchi ya ahadi, hajamiliki ahadi yake. Akamwambia, mtumishi wako nina nguvu ile ile niliyokuwa nayo miaka 40 iliyopita. Kwa hiyo hawa nilishawaona kama mapanzi, kama alikuwa anamwambia, kama nilivyowaona kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13-14, nikawaambia watu msivunjike moyo, hawa ni chakula chetu. Hiyo haijaondoka. Hilo wazo, huo mtazamo, hiyo dhamira yangu haijaondoka. Kwa hiyo wewe niruhusu nikawapige nichukue nchi yangu. Na akamruhusu Yoshua na Kalebu akaenda na kweli akawapiga, akamiliki ile nchi ya vilima vya Efraimu. Nini nataka nikuonyeshe? Kwa miaka 45 dhamira, nafsi, utashi wake hakuruhusu uyumbishwe na mtu mwingine yoyote. Utakumbuka ni Yoshua na Kalebu pekee waliona sawa sawa. By this time ni kama mwenzake, kama vile imani yake imelegea hivi, kama vile imani yake nakataa kwamba ili watoe hawa utahitaji labda taifa zima likusaidie. Lakini wewe niachie hawa chakula changu. Na akaenda akawapiga. Udhihirisho wa nguvu za Mungu, ishara miujiza ikatokea, kwa sababu aliwapiga watu ambao ni kama wasingeweza kupigika, na akamiliki ile nchi. Kwa hiyo wewe pia kwa utashi jisemeshe, amua ya kwamba mimi ndio wa kumiliki nchi ambayo Mungu amenipa. Hakuna mwingine. Wakiweka wapendo kusaidia ni sawa, lakini wewe ndio unaotakiwa ufanye hiyo kazi. Haleluya. Angalia Samueli wa kwanza nikuonyeshe jambo, sura ya 9. Samueli wa kwanza sura ya 9. Angalia wakati Sauli anaendelea kutafuta ng'ombe waliopotea, anakutana na Samueli, sura ya 9. Angalia utambulisho wa Samueli. Samueli sura ya 9 mstari wa 19. Samueli sura ya 9 mstari wa 19. Au tunaweza tukaanza mstari wa 17 ili uone picha ninayotaka. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake. Huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Mstari wa 18, ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie. Sauli amemkaribia Samueli, anamwambia, tafadhali uniambie, nyumba ya muonaji iko wapi? Ni Sauli anamuuliza Samueli, niambie nyumba ya muonaji iko wapi? Kumbuka Samueli ndio muonaji anayeuliziwa. Jibu la Samueli linadhihirisha jinsi ambavyo alijitambua. Hakuwa na wasiwasi na nafasi ambayo Mungu amempa. Sasa mstari wa 19 anasema, Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi muonaji. Alafu angalia kinachofuata, tangulia mbele yangu ukue mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo. Kisha asubuhi
nitakuacha uende zako, nami nitakuambia, angalia hiyo lugha, nitakuambia ulionayo moyoni mwako, na wale punda zako waliopotea siku hizi 3 usijirudhi kwa ajili yao, maana wameonekana. Na yote yaliyotamanika katika Israeli amewekewa nani si wewe na nyumba ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Benjamin? Akastaki majibu ya Sauli, nataka uone majibu ya Samueli. Alivyofuatwa na Sauli, hakusita kusema mimi ndimi mwonaji, na akampa na maelekezo, tangulia mbele. Wewe pia unatakiwa kufika kwenye hiyo nafasi. Watu wakitafuta mtu wa kuombea, usijifiche. Kuna watu wakisikia pepo limerupuka nyumba ya jirani, hataki hata kujulikana kama yeye ameokoka. Anaanza kupiga simu atafute watu wengine. Wewe ndiwe unayetakiwa kufungua watu. Mungu akupe huo ujasiri katika jina la Yesu. Simama kwenye huo utashi, kwa utashi uamue ya kwamba kama Baraka anafanya, kama Seba anafanya, kama Success anafanya, mimi pia naweza. Nilikuwa hapa kwenye maombi ya mtu mmoja ile tunamuona, sikumbuki, nafikiri mwaka jana au mwaka juzi, sikumbuki ni mama gani, lakini mama mmoja alikuja hapa, tukawa tunaongea, akawa ananishuhudia, anasema, mtumishi, nimepata nguvu sana. Nafikiri kwa ni wiki ile jambo limetokea. Anasema nyumba ya jirani kuna dada huwa anapandisha mapepo. Sasa akipandisha mapepo, nafikiri kuna watu wanakuja kumuombea. Wanakuja wanamuombea, anafunguka, baadaye tena anarudi. Sasa anasema siku hiyo, nafikiri hao watu, sikumbuki vizuri story, nafikiri watu walienda si kwenye sherehe, lakini kiufupi hawakuwepo. Na yule dada amepandisha mapepo. Majirani walamzuia, wamehangaika naye, wameshindwa. Wakasema, mama fulani si anasali? Muiteni mama fulani, kila siku si ana Biblia, anaenda kanisani, muiteni. Anasema, mimi huko ndani naombea hata wasinitaje. Yaani mtumishi, nasema Mungu wangu leo sijui itakuaje. Lakini ndio wakuja kugonga mlango, twende ukaombee mtu. Wewe unasaliki, tunakuwa na Biblia. Anasema nikaenda bwana. Na anasema nilivyoamuru, pepo akatii. Amefurahi. Unafikiri hiyo nguvu, unaonaje hiyo nguvu? Mtaa mzima sasa wanajua, kumbe tuna muombaji mwingine. Kwa hiyo inaleta raha, ni sahihi kabisa, inaamsha kitu ndani. Huyu hata aje mtu siku nyingine, unafikiri na uoga tena, ataenda. Sikumbuki ni mama gani, lakini ni story ambayo naikumbuka ya hapa Kijichi, kama sio mwaka jana mwaka juzi. Lakini unaona ya kwamba kumbe hii imemdhihirishia dhamira yake, nafsi yake, utashi wake. Sasa anaona anaweza kufanya jambo. Na wewe ndivyo unavyotakiwa. Nikwambie jambo moja, ni kwamba hauwezi kujua usipoanza. Hauwezi kuwa na udhihirisho usipoanza. Wewe anza. Hata kama utaanza kama wale watoto wa Skewa, wewe anza. Anza. Yakikwambia Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, wewe ni nani? Ukiona hivyo usiendelee, kwa sababu sasa ukiendelea inaweza, kama una uhakika endelea. Lakini kama una uhakika, ukishaona hivyo, usisubiri mpaka uvuliwe nguo na yale madude. Unajua wawili aliweza akawavua nguo akakimbia uchi. Wewe usifikiri hiyo stage. Ukiona ni kama kweli hapa kuna kaukweli hapa siwezi, back off. Rudi nyuma, mshukuru Mungu, mwambie bwana tutaendelea siku nyingine. Unaenda unajipanga tena. Siku na siku itatokea, hayatauliza tena wewe ni nani. Utatokea atasema moto, naona moto. Unasema hapa ndio nilipopasubiria. Haleluya. Unasema hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya. Unajiambia kimoyo, alafu utayakimbiza yakitoka, imeinua imani yako. Haleluya. Kwa hiyo endelea kungoja, endelea kuinua imani yako, endelea kusubiri, lakini shughulika na dhamiri, shughulika na utashi. Shughulika na utashi. Jiamini ya kwamba misingi ya nguvu inatoka ndani yako. Amini, jiambie mpaka nafsi ikubali, alafu anza utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Jisemeshe kama Samueli, usiogope, sema mimi ndimi mwonaji. Mimi ndimi mwonaji. Mimi ndiye mlokole mnayemtafuta. Sema na acha dhamiri yako ikubaliane na hayo, na ndipo utakapoona udhihirisho wa nguvu za Mungu. Hilo ni jambo la 6. Jambo la mwisho, hakikisha matamko ya kinywa chako. Shughulika na matamko ya kinywa. Jua ya kwamba una nguvu ambayo umepewa. Kati ya zile nguvu 6, jua ya kwamba una nguvu hizo zimeachiwa ndani yako. Na kwa hiyo unavyotamka, usitamke kwa wasiwasi pia. Kwa sababu kuna sehemu ya kutokuamini kwa wasiwasi. Imani inafanya kazi usipokuwa na wasiwasi. Ukiona shaka, hiyo imani haina kazi. Lakini pia
Imani inaweza ikawa sahihi, matamshi yako yakawa ya wasiwasi. Kwa shughulika pia na matamshi. Uwe na matamshi kama mtu mwenye mamlaka. Zungumza kwa mamlaka. Amini unachokisema, una delegated authority. Ile tumezungumza, una nguvu ambazo umepewa za kimamlaka za kukaimishwa ambazo umepewa. Kwa hiyo unaweza kuzitumia hizo. Nimewapa mamlaka, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Wewe ndio umepewa, una hiyo mamlaka. Ukiongea, ongea kama mtu mwenye mamlaka. Na kuamuru kwa jina la Yesu, toka. Una mamlaka, una mamlaka. Ushaona watu wanaombea pepo, labda wewe hujaona, lakini kuna watu wanabembeleza pepo. Wanabembeleza, ikikupendeza unaweza ukamwachia. Hujakutana na hao watu. Mimi nishaona nikiwa shule, nafikiri sekondari, sina hakika kama ni sekondari au level au advance. Lakini mtu anabembeleza, toka basi, mwachie huyu. Mwachie. Wewe unaona, si unaona unamuonea sana, anahangaika. Anabembeleza, yani hiyo sio mamlaka. Hiyo inaitwa kupunga pepo. Unapunga pepo. Wanafanya wenzetu Waislamu huko, wanalibembeleza, wanalipa nyama, likidai inataka maji ya kunywa walipe, likidai mchuzi wanalipa. Yaani hiyo ni kupunga pepo. Unapunga pepo. Amri ni moja tu, ya kwamba tutatoa pepo kwa neno, full stop. Kwa hiyo ni toka, toka. Ondoka, ondoka. Huku ukifuata of course uongozi wa Roho Mtakatifu. Kama kuna mambo ambayo unayaangalia, sikia, naona ni uongozi wa Roho Mtakatifu, lakini isiwe kwa kunegotiate, kwa kubembelezana na pepo au kwa kutii ile inataka. Mimi nimeona mara nyingi kwa miaka hii mingi, unaona watu wanabembelezana kama vile wanabembelezana, wanalipampa. Tulikuwa ni wapi sijui, hata Mlandizi nafikiri. Siku tuko Mlandizi tunaombea, dada mmoja anawazuia watumishi. Anasema nipeni maji ya kunywa kwanza. Nileteni maji ya kunywa. Anataka maji ya kunywa. Sasa watumishi wa pale, naye nafikiri mtumishi Seba, wanampiga pressure mtumishi Seba, anataka maji ya kunywa. Tumpe maji kwanza. Akaja kuniuliza, mtumishi vipi, tumpe maji? Nikamwambia achane naye. Mnampa maji yani tuanze kutafuta maji ya baridi. Anasema ngaa kikombe cha maji baridi eti tumpatie. Pepo anaomba maji baridi. Alafu sasa anataka sisi tumpatie. Nikamwambia achane naye. Huyo mwambieni atoke. Sasa watumishi wengine wanatia pressure, labda ndivyo walivyozoea. Lakini sasa wewe angalia uongozi wa Roho Mtakatifu. Lakini mimi nakwambia angalia maneno, matamshi, maneno, usije ukabembelezana na nguvu za giza. Kwa sababu hatuko kwenye hiyo negotiation. Hiyo ilishaisha. Yesu alishafanya hiyo kazi, imekwisha. Sisi amri ni moja tu. Nyenyuka uondoke. Haleluya. Kwa hiyo angalia matamko yako. Utakumbuka Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4 inatuambia neno la mfalme ni la mwisho. Na wewe ndio huyo mfalme. Wewe ndio huyo mwenye mamlaka. Neno lako linatakiwa kuwa la mwisho. Neno lako linatakiwa kuwa la mwisho. Ukiona wanaongea sana, wafunga mdomo wao, waambie waondoke. Kwa sababu utahitaji kelele, mwisho wa siku tunahitaji udhihirisho wa nguvu za Bwana, na tuone mambo yakitokea. Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11, mstari ambao naipenda sana, anasema tunapoongea tuongee kama mausia ya Bwana. Tutamke kama mausia ya Bwana. Yaani wewe neno unalolitoa ni neno la Bwana. Neno unalolitoa ni neno la Bwana. Hosea 14:2, tuchukue maneno pamoja na sisi. Lazima utembee kwa huo ujasiri wa neno. Na Biblia nimekusomea ile Zaburi ya 103 mstari wa 20 tumekwisha kusoma. Anasema malaika wanatenda kazi wakisikiliza sauti ya neno. Wanafuata neno wakisikia sauti ya neno. Ukitamka, tamka kama neno la Bwana. Na hilo litakupa kuonyesha udhihirisho wa nguvu. Nitakupa mifano hapa ya kina Elia, Wafalme wa kwanza sura ya 17. Unaona anaibuka anasema kwa neno langu hakutakuwa na mvua. Hilo ni neno lenye mamlaka. Neno lenye mamlaka. Anajua mamlaka aliyopewa, anaitumia. Anajua lolote nitakalolifunga duniani limefungwa mbinguni. Lolote nitakalolifungua mbinguni limefunguliwa. Neno lenye mamlaka unalitumia kwa utashi, kwamba lolote utakalolitamka amini limekuwa, na amini ya kwamba litaleta matokeo. Na kweli ukienda kwa namna hiyo utaona matokeo. Elisha sura ya 2, nafikiri Wafalme wa 2 ile sura ya 6, sura ya 7 nimeshawahi kuambia hii habari. Amekaa ndani anasubiri akida wa mfalme, anakuja kumuua na watu waliotumwa na mfalme.
Anawaambia vijana wake, wazuieni hao wanakuja, nasikia sauti ya miguu yake na bwana wake yuko nyuma yake. Wanakuja kunitoa kichwa kama alivyoahidi. Na hao watu wakumzuia mpaka amefika. Alivyofika, angalia, anasema kwa nini kumgoja Bwana? Kwa nini kuendelea kumgoja Bwana? Akatoka nje, sura ya 7, anasema kesho majira kama haya uchumi wa nchi utakuwa umebadilika. Mungu hajaongea, yuko kimya. Yeye ukiendelea kusubiri Mungu aseme, Mungu amekupa hayo mamlaka wewe ya kusema. Wewe ni mwakilishi wake. Amini ya kwamba ukisema Mungu amesema. Funga hilo neno, endelea na biashara zako. Baada ya muda utasikia ushuhuda, lile ulilosema limekuwa. Umesahau Yesu alipita kwenye mti, anatafuta tini haupo. Akamwambia kuanzia leo hautakuwa na matunda kwako. Akaulani. Akamalizana na hiyo biashara. Kesho yake wanapita, yeye hana habari, yani yashafunga ukurasa. Wanafunzi ndio wanajaribu kuangalia hivi ule mtini uliolaaniwa upo haupo. Wakakuta umekauka. Waambia Bwana, unajua ule mti uliolaani umenyauka. Anasema mkiamini msipokuwa na shaka imetokea. Yani usianze tena kufuatilia. Hivi imekuwa haijawa. Wewe ukisema amini imekuwa, tafuta ukurasa mwingine, endelea mbele. Haleluya. Haleluya. Ukishaombea biashara yako, nafasi yako ya kazi, umeombea familia yako mpaka kiasi ambacho una uhakika ya kwamba imekuwa, acha tena kuishi kama haijawa. Wewe endelea kusonga mbele kama imekuwa. Huo muujiza Biblia inasemaje? Utakufuata. Hizo baraka zitakufuata. Wewe piga mwendo. Zenyewe zitakuja mpaka zikupite, zikuovertake. Kwa sababu ndivyo tulivyokuwa designed. Ukishaanza kukaa uoni, unasubiri, wasiwasi unakuja, wewe utakuwa ni Ahabu. Mvua itakukuta njiani. Elia alimwambia, nasikia sauti ya mvua. Piga mbio isije ikakuzuia. Jamaa alikuwa anamjua Elia. Hakusita. Angeanza kusita, mvua iko wapi bana? Mbona wingu usioni? Mvua ingemzuia kweli. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha ukitamka, amini imekuwa. Endelea na matamko yako. Endelea na maisha. Wewe fanya kama vile ni kwa Bwana. Ikiwezekana toa na sadaka ya shukrani, endelea na biashara zako. Unakumbuka Danieli ameomba siku 21 zimeisha, amepata amani ya kwamba amejibiwa. Angalia, siku 3 mbele hatuonyeshi alikuwa anaomba, alikuwa anaendelea na biashara yake. Ndipo malaika Gabriel anakuja, anamtokea, anamwambia nimetumwa kukuletea jibu. Alishaomba siku 21 hajapata jibu, ni kama haoni jibu mwilini. Ameendelea na biashara zingine. Siku 3 baadaye anakuja kuletewa jibu alichokuwa anakiomba. Wewe pia kuwa namna hiyo. Amini, omba, fanya matamko, endelea mbele. Sisemi usianze kuyaombea tena. Unaweza ukaendelea kuombea, lakini fikra yako na akili yako hiyo imeyafunga. Haleluya. Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo. Mimi nakumbuka mifano michache kwenye maisha yangu ambayo tena hapa Dar es Salaam, hata sio mbali, miaka michache hapa nyuma. Kuna maeneo ambayo mnatokea kulikuwa kuna ushindani wa maneno. Lakini unajua kabisa ushindani ni wa kiroho, sio wa kimwili. Na kwa hiyo maeneo kadhaa unatamka. Unawaambia wewe bana hapa hapatafanywa biashara tena. Alafu unaondoka zako. Mkipita lile eneo, baada ya muda unaona kweli hakuna biashara. Au mtu anakuambia, unajua boss, pale sehemu ulisema hawatafanya biashara, kweli hamna biashara mpaka leo. Unajua ile nyumba ulisema hawatapangisha, kweli hakuna mpangaji mpaka leo. Miaka 3 potential area. Sio eneo la ovyo ovyo, ni eneo ambalo mtu ingetakiwa atoke, mtu aingie, mtu hajaja mtu. Nini? Unakumbuka neno nililolitaja, hapata kuwa na mpangaji, hapata kuwa na wafanyabiashara. Ni neno. Kama kwa udogo huo tunaweza kutamka yakatokea, wewe pia unaweza kutamka yakatokea. Haleluya. Haleluya. Endelea kujitabiria, endelea kutamka kama tulivyofanya tulivyokuwa tunamaliza juzi kwenye ibada ya shukrani. Hiyo iwe ni kawaida yako. Tamka, amini, endelea mbele. Kwa namna hiyo dunamis itafanya kazi ndani yako. Uwezo wa Mungu wa miujiza utafanya kazi ndani yako. Zile aina zote ambazo tumezitaja zitafanya kazi ndani yako. Tafuta udhihirisho wa nguvu za Mungu, kwa sababu bila udhihirisho wa nguvu za Mungu, Mungu wako hawezi kuheshimiwa. Hakutakuwa na heshima ya Mungu wetu. Tukiona tujaona udhihirisho tunavyotaka, hatutaki kurudi nyuma, tunatakiwa kukaza mwendo. Haleluya. Kuna mifano mingine hapa mimi ningeweza kukupa, lakini kwa sababu ya kiroho chako na changu nisiseme. Lakini kuna mifano mingine hapa vitu ambavyo ni kama vilikuwa haviwezekani. Lakini baada ya mfungo, siku 40, siku 21, siku 7, unafanya kile tena na matokeo yanaonekana. Hapa na matokeo yanaonekana. Kwa nini? Ni kwa sababu tuna fight na nguvu za giza, na hizi nguvu za giza zina viwango.
Kwa hiyo wakati mwingine unapigana na kiwango ambacho ni kama nguvu yako haijafika. Sasa tafuta kujifikisha kwenye hiyo nguvu. Kwa nini? Kwa kufunga, kwa kuomba, kwa kusoma neno. Unakuja tena unafanya, unakuja tena, baada ya muda matokeo yanaonekana. Nilikuwa nawapa mfano hapa, mtumishi alikuwa anatupa mfano hapa pia wa ndugu mmoja ambaye anasema akitaka kumleta mpendo wake kwenye maombi anamwambia kabisa mimi naenda, lakini hamna kitu kitatokea. Na kweli akija hamna kitu kinatokea. Na watumishi wamemwekea mikono, hamna kitu kimetokea. Sasa unazungumziaje mtu wa namna hiyo? Mtu wa namna hiyo hutakiwi kukata tamaa. Mtu wa namna hiyo hasira ya Mungu inatakiwa kuja ndani yako. Hasira ya Mungu ya kwamba huyu ana nguvu ambazo ziko juu yangu. Kwa hiyo nitafute hiyo mamlaka ambayo siku nikimshika atajua ya kwamba na mamlaka. Hiyo hasira ikupeleke upunguze kula, ikupeleke uongeze maombi, ikupeleke uendelee maombi ya vita ya kufight kuona huo udhihirisho. Nakwambia siku ya siku atakuja kimazoea. Ya kwamba mimi hakuna mtu ananiweza pale, atakuta kimegeuka kinyume. Unajua hicho Kiswahili, hicho Kikenya, atakuta kimegeuka kinyume. Atakuta siku hiyo sasa sio yule aliyemzoea. Atakuta siku hiyo hii, mbona wewe leo wa wapi? Mwambie wa ufalme wa mbinguni. Leo nimeinuliwa kama Daudi. Leo sasa nakujia kwa kombeo kwa sababu sipigani vita hii kwangu. Wewe ulifikiri napigana mimi kama mimi, lakini uwezo wa Mungu aliye juu sasa umenifunika. Utaona matokeo. Na ukiona matokeo kuna kiwango kimefunguliwa. Haleluya. Haleluya. Mungu akupe huo uwezo katika jina la Yesu. Mungu atupe hiyo stamina katika jina la Yesu. Mungu amue hiyo mamlaka ndani yetu katika jina la Yesu. Uwezo wa kutushurutisha uwe pamoja na sisi mwaka huu katika jina la Yesu. Kila tunachokihitaji, moto wa ndani usizimike. Hivi tumevyowasha mwanzo wa mwaka, tutembee nao miezi yote 12 ya mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Tutembee katika uwezo wa kutawala falme na mamlaka, ule uwezo wa kumiliki wa kifalme uwe pamoja na sisi katika jina la Yesu. Simama tusindikize huko kwa maombi. Tamka kwa maneno yako, jitamkie haya, jitabirie, endelea kuomba nguvu za Mungu za kusoma neno kama ambavyo tumeambiana juzi. Endelea kuomba nguvu za kuomba. Mungu atupe uwezo wa kuomba. Ongeze kiwango chako cha maombi. Jitamkie, jiombee, jitamkie. Tabiri nini unataka kuona kitokea mwaka huu. Ni mwaka wa kujiombea zaidi. Jiombee, jitamkie. Acha Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako. Omba hizi nguvu za Mungu ambazo tumefundishana. Uzione udhihirisho kwenye maisha yako. Unahitaji zote. Kama kuna inayopoa, omba itokee. Hakikisha ukae kimya wakati watumishi wa Mungu wakituongoza hapa. Hakikisha ukae kimya. Tafuta space, omba kwa dakika ambazo tunazo. Tumia vizuri hizi dakika tuombe na uhakika ya kwamba maisha yetu, fellowship yetu, kanisa letu alitabaki vile lilivyo. Karibu mtumishi wa Mungu Seba, tuongoze kwenye maombi. Tuende mbele za Mungu, tumwambie Bwana kwa mbali ambapo tumeelekezwa. Jitamkie neno, kuwa na uhakika, ukitamka limefanyika. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya majira haya tena kwenye fellowship yetu ya siku ya Bwana Jumapili, ambayo Bwana Yesu tumepata neema ya kuingia kwenye hii madhabahu. Nasi Bwana tumelisikia neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Tunasogea mbele zako Bwana jioni ya leo. Tunasogea kwenye madhabahu yako jioni ya leo. Tunasogea kwenye kiti chako cha rehema na neema Bwana. Tunaomba toba, tunaomba rehema Bwana. Utusamehe Bwana, uturehemu Mfalme. Tunaomba toba, tunaomba rehema pale ambapo Bwana tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba utusamehe Bwana, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe Bwana. Samehe Bwana kila dhambi na makosa ambayo tumefanya. Tusamehe Bwana hata kwa ajili ya familia zetu. Tumefanya makosa, familia zetu Bwana hatukukuabudu vile ipasavyo. Tusamehe hata kwa ajili ya koo zetu Bwana ambazo Mfalme kwa namna moja ama nyingine hatukusimama katika zamu yetu katika koo zetu. Tumegawanyika kwenye matabaka kadha wa kadha. Wengine wanakuinua Mungu, lakini wengine ndani ya ukoo Bwana wala hawajui habari zako. Nao Bwana bado wanaendelea kufanya ibada ambazo Mfalme zinatia uovu, zinatunajisi, zinaturudisha nyuma. Lakini Bwana tuliokuwa na uhakika nayo ya kwamba ipo damu yako Yesu ya utakaso, ipo damu yako Yesu yenye kulipa fidia. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu juu yetu. Naachilia hiyo damu ya Yesu kwenye familia zetu. Naachilia hiyo damu ya Yesu hata kwenye koo zetu Bwana. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye makanisa yetu. Tunaomba rehema Bwana. Kila hatia
iliyotajwa katikati yetu. Bwana, tunaachilia damu ya Yesu, tunafuta hiyo hatia, tunafuta hayo makosa, tunafuta hizo hatia na tunafuta hayo makosa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba toba Bwana hata kwa ajili yetu. Yamkini mfalme hatukuongeza bidii Bwana kwenye kusoma neno, yamkini hatukusimama katika zamu yetu Bwana, yamkini pia Bwana tulipokuwa tukitamka maneno tunatamka tukiwa na mashaka, tuna mashaka ndani yetu, tuna hofu ndani yetu, hatukusimama kwa uaminifu Bwana, hatukusimama na kutamka kama wenye mamlaka, bali Bwana tulijiona wadogo, tukajidharau, tukajiona kama mapanzi, tukaona hayo mamlaka hayapo katikati yetu. Bwana, pia tunaomba rehema, tunaomba utusamehe pale tulipojishusha, pale tulipoona kwamba hatuna hayo mamlaka ya kimbingu. Bwana, hatukusimama kwenye nafasi zetu sawasawa kwa sababu tulijidharau. Bwana, tunaomba utusamehe, utusamehe. Muda mwingine kuna mambo yametokea kwenye familia zetu, ni kwa sababu sisi uliotupa nafasi ya kimamlaka hatukusimama. Tulisubiri Bwana useme, na wakati tumeachilia mamlaka katikati yetu ya kusema. Tulisubiri wewe Bwana ufanye, na wakati na wewe umeachilia mamlaka ndani yetu ya kufanya. Koo zetu zinataabika, familia zetu zinataabika, makanisa yanataabika, watoto wetu wanataabika. Tumebaki watu wa kulaumu, lakini kumbe Bwana na umeshaachilia mamlaka kwetu. Tunaomba utusamehe Bwana, tunaomba utusamehe. Damu yako Yesu ya msamaha, damu yako Yesu ya utakaso itusafishe na kutusamehe makosa hayo ambayo tumeyatenda Bwana, tena wala si mara moja, hata kwenye biashara, kwenye mitaa yetu, kwenye kazi zetu, kwenye huduma zetu. Tumeingia kwenye huduma tukatazama pengine watu wanaotuzunguka, tukaondoka kwenye nafasi, tukaona mbona hawa watu wanaotuzunguka, tukatazama vyeo vyao, pengine wengine tumewajua kwa vyeo, wengine tumewajua kwa elimu, tukaangalia elimu zao, tukajiona sisi ni wadogo, hatukusimama kwenye yale mamlaka. Bwana, jioni ya leo tunaomba rehema. Kwenye mitaa yetu kuna watu walitakiwa kuokolewa, lakini wameshindwa kuokolewa kwa sababu ya sisi tulivyojidharau. Tumejiona ni wadogo, tumejiona ni wadogo, tumejiona ni mapanzi. Bwana, tunaomba rehema kwa kutokusimama kwenye hiyo nafasi. Tunaomba rehema kwa kutokusimama kwenye hiyo nafasi. Tunaomba rehema kwa kutokusimama kwenye hilo lango ambalo Bwana umetuheshimisha nalo. Bwana, ulisema sisi ni miungu, tukaondoa kwenye hiyo nafasi, hatukujifananisha nalo uliotuambia. Baba, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba toba. Utusamehe Bwana, utusamehe Bwana, utusamehe Bwana. Lakini majira mengine Bwana tumeshindwa kuongeza hata idadi ya kusema na wewe, tumeshindwa kuongeza hata masaa kidogo, tumekuwa na ulegevu. Hata dakika 10 Bwana zimekuwa ni ngumu kwetu. Hatukuwa na muda wa neno, hatukusoma neno, hatukutafakari. Bwana, kwa haya yote tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba toba. Damu yako ya samani itusafishe, itutakase, ituoshe Bwana. Lakini maadamu mfalme kuna haya majira mapya umeyafungua kwenye huu msimu mpya na mwaka huu mpya Bwana wa 2026, na Bwana umetujilia kwa namna ya tofauti, umetujilia kwa namna ya tofauti, umetujilia kwa kuongeza maarifa, umetujilia kwa kutuambia yatupasayo kufanya. Umeuandaa huu mwezi wa kwanza, umemtumia na mtumishi wako kama konolie juu yetu kutuambia yale yatupasayo kufanya. Bwana, sisi tunasimama kwenye zamu yetu, na sisi tunasimama kwenye zamu yetu, unasimama kwenye zamu yetu. Shetani ambaye umetutaabisha kwa siku nyingi, umeharibu, umekamata ufahamu, tumedumaa kwenye akili, hata namna tu ya kuzoesha akili zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Ulikamata hayo maarifa, hatukuwa nayo. Tulijichukulia tu ni watoto wa nje ya ufalme, tumejichukulia tu ni Wakristo wa kawaida. Muda mwingine tumeokoka, lakini hatukujua zumuni la kuokoka kwetu, tumejichukulia kawaida. Lakini Bwana umetujilia kwenye huu msimu kitofauti. Nasi Bwana, kwa namna hii uliotujilia,
Tunakushukuru Bwana kwa maarifa mapya ambayo umetupa, kwa maarifa mapya ambayo umeyatengeneza katikati yetu. Lakini sasa tunajitamkia sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wenye mamlaka, sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wenye mamlaka. Shetani uliotuzuia, uliozuia ongezeko letu, uliozuia kufanikiwa kwetu, uliozuia tusisimame kwenye hali ya utumishi na huduma kama wana wa Mungu, tunakuamuru sasa kwa mamlaka tuliopewa, tunakupiga kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu tunakupiga kwa damu ya Yesu. Achia ufahamu wetu, achia fikra zetu ambazo ulizishika kwa muda mrefu, ukasema haiwezi kuwa, hata ukitamka haiwezi kuwa, hauna kibali, hauna mamlaka, ukafisha akili zetu tukajiona ni wadogo. Leo tunayo damu ya Yesu, tunakuamuru shetani, achia fikra, achia mawazo, achia akili ulizozikamata, ukazitia uzito, ukazitia uzito, ukazitia uzito, ukazitia kutokuamini, ukaziweka hali ya kutokukubali, hali ya kutokukubali. Ukaona haya mambo mbona ni kama ni ya udanganyifu. Ni kweli tunaamini ya kwamba ni wa Kristo, ni kweli tunaamini kwamba zipo nguvu za Mungu, lakini tuliachia watu fulani ndio watende, tukasahau ya kwamba kila aminie amefanyika kuwa mtoto, kila aliyeamini akabatizwa amefanyika kuwa mwana. Bwana umetuambia haya mambo, na sisi leo tunakuamuru shetani, toka kwenye fikra zetu, toka kwenye akili zetu. Mamlaka ambayo Bwana ametupa ndio tunayatumia juu yako. Umetufunga sisi na familia zetu, umefunga sisi na kanisa. Leo tunakuamuru, achia familia, achia watoto, achia kanisa, achia ndugu, achia hao walokole, achia hao wana wa Bwana ambao wamewekewa mikono wakamkubali Kristo, wamekupinga shetani, lakini ukaendelea kushikilia akili zao, ukaendelea kushikilia ufahamu. Achia leo, achia leo, achia leo, achia leo. Tunakunyang'anya sisi tulio wana wa Mungu, tunasimama kwa ajili ya wenzetu wengine ambao Bwana ni wapendwa, wanalitaja jina lako na nafasi zao ni wana wa Mungu, lakini ndani yao bado kuna hofu, ndani yao bado kuna wasiwasi, akili zao hazitaki kukubali ya kwamba wakitamka inakuwa. Jioni ya leo tunayo damu ya Yesu. Shetani, achia akili zetu, achia ufahamu wetu, achia mawazo yetu, achia ufahamu wetu. Umetutesa vya kutosha, tumeshindwa kutumia hiyo mamlaka kwenye biashara zetu, tumeshindwa kutumia hiyo nafasi ya mtoto wa Bwana kwenye kazi zetu. Leo sisi tulio wana wa Mungu tunayo silaha ya damu ya Yesu. Tunakuamuru shetani, achia akili zetu, achia ufahamu wetu, achia akili zetu. Ongezeko la imani linaongezeka ndani yetu, ujasiri ndani yetu, ujasiri ndani yetu, tena kama wa simba, ujasiri ndani yetu, ujasiri ndani yetu, ujasiri ndani yetu. Sisi ni hodari, sisi ni watumishi wa Bwana, sisi ni watoto wa Bwana, sisi ni wana wa Mungu. Tumepewa mamlaka ya kutumia silaha, na silaha tumechukua, tunazivaa hizo silaha na tunazikushambulia shetani kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunajitamkia sisi ni wakuu, sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Tunayo mamlaka, tunayo mamlaka, tunayo mamlaka. Tukiambia mlima huu ng'oka, hayo mamlaka tunayo. Huo mlima utang'oka, huo mlima utayeyuka, huo mlima utaondoka. Tukiambia mkuyu huu ng'oka, huo mkuyu utang'oka, huo mkuyu utang'oka. Ukiambia magonjwa yaliyokuwa katika mitaa, yaliyokuwa kwenye familia zetu ya kwamba ondoka, huo uhakika tunao sasa. Kama ulipofosha akili, ulizifunga ya kwamba hata tukitamka haiwi, tumeona ni kawaida. Leo hii Bwana ametujilia na ametuambia, na sasa tunatamka tukiwa na uhakika. Magonjwa yote uliotupandia tunayaamuru ndani yetu, hayatatusumbua tena. Kila magonjwa kwa majina yake, roho yote ya umaskini, ufukara ulioachilia, mipaka yetu ulioifunga, hatuoni ongezeko, hatuoni badiliko. Tumepewa nafasi ya kutamka, achia shetani mipaka yetu, achia shetani mili yetu, achia akili zetu, achia biashara zetu, achia kazi zetu. Tunakupinga na ukataa, tunakupinga na ukataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia
kwenye huduma zetu, achia kwenye huduma zetu, achia utumishi ambao Bwana ametuitia. Kila mmoja kuna kitu ameachiliwa. Wengine wameshindwa kutumia kile kitu ambacho Bwana ameachilia ndani yake kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya mashaka. Amejishusha, amejiona mdogo. Leo hii tunakuamuru shetani, achia, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia hayo mamlaka ya Bwana yaliyoachiliwa ndani yetu ya kiutumishi yatende kazi. Wengine ni waimbaji, wengine ni wahubiri, wengine ni waombaji, wengine watoaji, watu wa kila namna, lakini wamejizuilia mioyo yao, wamejizuilia, wamesema hata na sisi tunaweza tukafanya haya. Wamejishusha. Bwana, tunaondoa hiyo roho, tunaondoa hiyo roho, tunaondoa hiyo roho. Toeka kwetu, toeka kwetu, toeka kwetu. Sisi tulioelekezwa, hii tuliojitambua, tunakukana, tunakukana. Sisi ni watumishi wa Bwana, sisi ni watumishi wa Bwana. Kila mmoja kwa nafasi yake. Aliye mwimbaji sasa atainuka, ataanza kuimba. Aliye mhubiri ataanza kuhubiri. Aliye mwombaji ataanza kuomba. Aliye mtoaji ataanza kutoa. Aliye mshuhudiaji ataanza kushuhudia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wala ndani yetu hakutakuwa na mashaka, wala ndani yetu hakutakuwa na mashaka. Sawa sawa na Bwana alivyotuelekeza ya kwamba mtu yoyote akifanya jambo, akilitamka jambo na ndani yake kusiwe na shaka, akaamini, hilo limekuwa. Na sisi ndio hayo mamlaka ambayo Bwana ametuambia mwaka huu tunayo, mwaka huu tunayo. Kwenye hizo koo, kila wenye mamlaka walioshikilia hizo koo, mwaka huu tunao mamlaka, tunawapindua kwa damu ya Yesu. Mmekaa kwenye viti vya familia, mmekaa kwenye viti vya maamuzi, mnaamua ya kwenu, mnaamua matambiko. Leo tunaangusha hivyo viti vyenu, tunafanya mabadiliko. Sisi tulio wana wa Mungu tunakalia hivyo viti sasa, tunaongoza kwenye koo kwa damu ya Yesu. Haitaangaliwa umbile la miili, haitaangalia umri wa idadi ya miaka ambayo tuko nayo, bali tuko kwa sababu sisi ni wana wa Mungu, sisi ni miungu tulio hapa, ndio tutakaa kwenye hivyo viti. Hatutaendeshwa tena na mapepo, hatutaongozwa tena na mashetani kwenye koo zetu, hatutaongozwa na mapepo, hatutaongozwa na mashetani. Tunakataa, tunakataa. Hata ndani ya makanisa yetu, kila wenye mamlaka waliokaa kwenye makanisa ambao ni wa upande wa giza, leo tumejua nafasi zetu. Kama yule mwana mpotevu alivyojua nafasi yake akarudi kwa baba, na sisi leo tumeelekezwa, nafasi yetu ni wenye mamlaka. Tukitamka inakuwa. Tunapindua hivyo viti vya wenye mamlaka wa giza kwenye makanisa yetu, kwenye makanisa yetu, kwenye mitaa, kwenye vigango. Kila wenye mamlaka wa giza ambao ndio wamekaa waliongoze kanisa, kwa damu ya Yesu. Hakutakuwa na uganga, hakutakuwa na uchawi kwenye kanisa la kwetu, kwenye kanisa la kwetu, kwenye mitaa ya kwetu. Hakutakuwa na uganga, hakutakuwa na uchawi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho ya uganga, kila roho ya uchawi tunaiondoa, 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 tunaiondoa kwenye makanisa. Kila viti vya kichawi vilivyowekwa kwenye makanisa yetu, watu wameshikiliwa. Idara zetu za makanisa watu wamezishikilia. Hakuna nguvu ya Mungu kwenye idara. Leo sisi tulio wana wa Mungu tunapitisha damu ya Yesu na nguvu za Mungu kwenye kila idara, kwenye kwenye tayo, ubaki na idara nyingine. Hatutatembea na kuongozwa na nguvu za giza, bali kuanzia sasa waliokaa kwenye viti vya uongozi, nguvu za Mungu zinawashukia. Tunatamka sisi tulio wana wa Mungu, tunatamka sisi tulio wana wa Mungu, tunatamka sisi tulio wana wa Mungu. Tunageuza kanisa, halitaenda tena chini ya utaratibu wa ulimwengu, bali litaenda kwenye utaratibu wa kimbingu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kwenye familia ndivyo itakavyokuwa, kwenye familia ndivyo itakavyokuwa, kwenye mitaa tunayofanya kazi, unayofanya biashara, kwenye maofisi itakuwa hivyo, itakuwa hivyo, itakuwa hivyo kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kwenye ofisi tunayofanya kazi, kila kwenye mtaa tunaoishi, hakuna kiti cha shetani kitakachoendelea kutawala maadamu wana wa Mungu tupo na tumejua nafasi zetu. Maadamu wana wa Mungu tupo na tumejua nafasi zetu, tunafanya mabadiliko katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho ya giza inayotawala maeneo tunayokaa, kwenye miji, kwenye mitaa, tunaiondoa. Maadamu wana wa Mungu tunakaa kwenye hiyo mitaa, hakuna roho ya giza itakayoketi, hakuna roho ya giza itakayoketi. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti le hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti le hai, kila roho za mpinga Kristo zinazotawala tunaziondoa. Roho ya mpinga Kristo inazotawala kwenye familia, kwenye mitaa, kwenye kanisa, kwenye taifa, tunaziondoa. Sisi tulio wana wa Mungu ambaye tumepata kutambua nafasi yetu, tunaachilia damu ya Yesu kuondoa kila roho za mpinga Kristo kwenye mitaa yetu, kwenye makanisa, kwenye taifa, kwenye familia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai.